Mchambuzi Kelvin Bryson anasema Yanga walifanya kila kitu kwa usahihi wakiwa na umiliki na bila ya mpira. Nafikiri ni kutokana na aina ya game ya Prison kivipi. Moja, Yanga walipata nafasi na muda kwenye mpira wakati wanaanza build up yao. Kwa sababu Prison wanazuia wakiwa kwenye low block, ni rahisi kwa Yanga kuanzia nyuma, hakuna pressure. Nafikiri baada ya hapo Yanga walihitaji ufanisi tu kwenye nafasi wanazotengeneza. Wachezaji wao wa mbele walikosa usahihi wa maamuzi yao. Wakifika mita 20 mpaka mita 25, pasi zinapotea kirahisi. Hakuna machaguo ya kutosha na kuna nyakati hawakuhitaji ufanisi mkubwa wa pasi zao kuifungua defense ya Prison hasa kipindi cha kwanza. Nafikiri plani ya Prison kuzuia wakiwa kwenye low block ilikuwa sahihi kabisa, lakini utekelezaji wake ndio uliwaangusha. Wanashindwa kuweka pressure vizuri kwenye mpira na kwa mpinzani, pamoja na muundo wao wa uzuiaji ulikuwa wazi sana. Wakiwa na mpira wanapoteza pasi kirahisi na kwenye maeneo hatarishi. Kipindi cha pili Yanga waliboresha baadhi ya vitu kwenye game yao. Moja, kuwafanya Prison kuzuia eneo kubwa la uwanja, dhumuni ni kupata nafasi eneo la ndani. 2, runners wengi eneo la mbele, mpira kwenye nafasi na sio mguuni, hasa wide players. Kuwa mfanisi kwenye nafasi unazotengeneza. At least walitumia nafasi kipindi cha pili. Note, Alan Okello kacheza game bora sana, goal pamoja na assist, kila kitu kafanya kwa usahihi. Duke Abuya akiwa na mpira mguuni ni hatari. Pasi, mpira kwa usahihi na bila mali anazuia vizuri sana. Pacome Zouzoua anarahisisha sana vitu. Maxim pia Nzengeli nishati yake kiwanjani ni moto. Mwenda na Zimbwe zile safari zao pamoja na cross ni moto. Fiti Young Africans 3, Tanzania Prison 0. Lakini yote kwa yote, Yanga taja majina mengi kwa mapenzi binafsi, lakini ukweli ni kwamba msimu huu hakuna mchezaji aliyeuchukua msimu na kusema yuko mbele kwenye tuzo ya mchezaji bora wa msimu. Kwenye hayo majina mlionayo kichwani mwenu, ongezeni na jina la Duke Abuya. Tafadhali muongezeni kwa kutumia sababu za kimpira, maana sababu ya mapenzi binafsi anaweza asitoshi kwa orodha yenu ya wachezaji vipenzi. Sina hakika sana kama kuna ufundishaji bora sana kwenye timu ndani ya ligi kuu Tanzania bara, au inawezekana pia kuna changamoto kubwa sana kwenye uelewa wa kimbinu na namna kuwajibika ndani ya uwanja. Huwa anasisitiza kuzuia kwenye mtindo wa kutumia wachezaji wengi sana kwenye eneo la ulinzi, low block defensive system. Ni mpango ambao unahitaji wachezaji kutambua na kuelewa namna gani wanapaswa kuzuia wakiwa kwenye eneo lao. Prison walikuwa dhaifu sana kiulinzi, na hata walipokuwa na mpira sikuona uimara wao. Mechi ya jana haina tofauti mkubwa na mechi ya Simba dhidi ya Coastal Union, ambapo Coastal Union walikuwa dhaifu sana kwenye ule mchezo. Unacheza na Yanga alafu unawapa muda na nafasi ya kutosha, kama vile unategemea nini kinafuata? Jana nimeona kitu kingine kutoka kwa Yanga, ambapo Max alikuwa anatumika kama winga wa kushoto, ambapo jukumu lake lilikuwa ni kuunda mapana ya uwanja kisha kushambulia akiwa anaingia ndani. Lakini Buba Jimmy alikuwa winga wa kulia, ambapo jukumu lake lilikuwa ni kushambulia nafasi nyuma ya safu ya ulinzi ya Prison. Ni vile hajafunga tu, lakini alikuwa na game nzuri sana. Mpange mchezaji wako bora kwenye eneo lake bora. Ndicho tulichokiona kwa Alan Okello. Kijana huyu wa Mseveni anapiga pasi hatari sana kwenda mbele. Nadhani kulikuwa kuna salamu anazituma kwa kocha kuwa niache nicheze shimoni hapa nipike magoli. Yanga wameshinda mchezo kwa ushawishi baada ya muda mrefu. Bado hawajawa sawa sana pale juu, lakini jana waliongeza kasi ya kwenda mbele, kuania mpira kwa area juu na kulazimisha mambo. Wangekuwa na mfungaji jana wangesema mengi. Yanga walijua hawana striker kirungu. Walichofanya ni kuongeza mashambulizi mengi, ili hata kama wanakosea wakosee kwenye eneo ambalo Prison hawatakuwa huru kufanya mambo mengi kwa usahihi.
Prison kama wangepata bao ilikuwa labda Yanga wajifunge, hawakuwa na pati, ni rahisi kwao kuwafungua Yanga na wamefungwa kwa mastaili. Walitumia kipindi cha pili kuonesha kwa nini wapo pale walipo. Alan Okello kwenye masumbuko mengi ya ushambuliaji ya Yanga alikuwa na option nyingi anazowapa uwanjani. Kufunga goli baada ya majaribio kadhaa mazuri sana. Man of the match kwa ustahiki. Nilinjuki Abuya anacheza vibaya. Kila mechi yuko vile vile. Ana maamuzi ya kasi, kulazimisha mchezo na matokeo, kutuliza timu na kuweka usahihi hata kwenye maeneo magumu. Smartest player wa Yanga kikosini. Kwenye Prison hii Doto Shabani anafanya kila kitu kwa kujaribu kulazimisha matokeo. Changamoto ni nani kumsaidia kufanya timu itulie kutoka nyuma ni ngumu mno. Kama kuna mchezaji wa kibongo ana mentality kubwa, basi ni pamoja na Mudathir Yahya. Ametoka kukosa goli, ametoka kutani kimakosa na kuua move, lakini haraka tu akaenda kufunga tena kwa utulivu tu. Lambert Sabanka anacheza vyema tu, anapasia haraka, ila kule mbele kwa Prison nani anapasiwa? Ni kazi ngumu sana kuwafanya Prison wawe hatari pale mbele. Sofa Pacome jana amecheza mechi nzuri baada ya muda mrefu. Sema Zimbwe mbona kama ana usongo kuliko wenyeji wake, amekuwa na kiwango kizuri sana jana. Prison wameguswa bega, mzigo haupo tena. Wasalam fiti Young Africans 3 Tanzania Prison 0. Mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, endelea kusalia nasi. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Niliyekuandalia kusomea taarifa hii ni Sport Lady Queen Liz. Wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.